kuhusu watu kutekwa, watu kupotea, that is, jamani, tunafanya vibaya eneo moja tu, ambao ndo tumeshafikishwa hapo. Tunapoona madhara yakimpata mwenzetu, ni jambo la polisi, jambo la serikali. Hii ya kutilia mashaka nimeshaiongelea, inayohusisha mtu kafikishwa kabisa kwenye polisi, hiyo tumeshaongelea. Ni mambo ya kuyaboresha, si mambo ya kutufanya tuchome moto nchi tu. Ni mambo ya tukubaliane, kwa sababu sheria tumejiwekea wenyewe. Na ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Naamini recommendations zitakuja, alafu tukubaliane utaratibu. Kama tutasema mtu yeyote akikamatwa, kabla hajapiga hatua yeyote, mwenyekiti wa serikali yake ya kijiji ajue na ndugu yake ajue, ni jambo linalohusu Tanzania. Ni jambo linalohusu Tanzania. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Na niongeze eneo moja, kuna moja amesema kwamba hata mambo ya haki jinai hayajai kushughulikiwa. La hasha. Kuna mambo ya kitaasisi na kuna mambo ya kiutawala. Moja ya jambo ambalo lilikuwa recommended na watu wa haki jinai ilikuwa kupunguza mambo haya ya kurundika watu kwenye mahabusu. Mahakama za mwanzo zinarundika watu kwenye mahabusu, kila mtu analaza mtu, hata jambo lenye dhamana mtu anakataliwa. Hivi tunavyoongea, jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania ameissue circular ya kuzuia mahakama za mwanzo kupeleka watu ovyo ovyo kule kwenye kurundika watu kule. Hii ni statement ya jaji mkuu wa Tanzania akitekeleza recommendation za tume ya Mheshimiwa Rais ya mambo ya haki jinai na mengine mengi yanayohusisha mazingira ya utekelezaji wa hizi hoja za haki jinai. Siku hizi hivi tunavyoongea, case movement ya kesi ilikuwa recommendation pia, movement ya kesi kupita kwenye ile vehicle, kwenye zile taasisi zote za haki jinai inaonekana kote. Hamna hii yakimaliza kwa DCI huku inajulikana, ikitoka magereza huku inajulikana. Na haya mambo ya transformation hizi, ndugu zangu, si jambo la siku moja. Tunaongelea utamaduni uliojengeka tangu mkoloni. Kwa hatua hii na uthubutu huu waliofanya Mheshimiwa Rais kwenye hili jambo la haki jinai, itakapochukua kasi yake, naamini mambo mengi haya yatarekebishwa. Nimetoa tu mifano michache inayohusisha mambo hayo ya haki jinai, lakini yapo na mengine ambayo yalikuwa yanahusisha hizi recommendations za kutoka haki jinai ambayo yameshaanza kufanywa kazi. Mengine yalikuwa yanayohusu tu utu. Yani tulikuwa bado tuna magereza zile ambazo zilijengwa kwa ajili ya Waafrika, alafu wanaowapeleka ni wale weupe wa koloni. Magereza yalikuwa hivyo. Kwenye recommendation zikaletwa recommendation za kujenga nani hizo ambazo zinazingatia utu. Naenda uangalie nani mpya zilizojengwa. Ni recommendation ya tume ya Mheshimiwa Rais ya masuala ya haki jinai. Sasa hiki kipengele kimoja kinachohusisha eneo la jeshi la polisi, nimesema, ama vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, nimesema kuna mstari mwembamba wa mazingira haya ambapo tumeshafika level hiyo kwamba lolote linalotokea tunasema hii ni serikali. Lakini mimi niwaambieni, nimekuwa waziri wa mambo ya ndani. Kama kuna muda jambo hilo lisingekuwa limefanyika kwa viongozi wa CCM, nchi hii moja kwa moja ilikuwa inaenda kuamini kwamba haya mambo yanayotokea ni ya chama na chama. Huku Mkuranga, Rufiji, Kibiti waliuawa zaidi ya wenye viti wanaotokana na CCM, zaidi ya 100. Hivi hiyo sorting nyie mewahi kuwaza kwamba hawa watu walikuwa na soti vipi? Lakini serikali ilichukulia tu huu ni uhalifu. Haikuchukulia ni chama kimoja wapo kimefanya. Ilichukulia huu ni uhalifu. It is very dangerous tunapokuwa kwenye taifa, likitokea jambo lolote tunadhani ni vyombo vya dola. Hii ndo njia ninayosema unatafuta kuondolea heshima chombo ambacho ndio kimepewa dhamana ya kulinda rasilimali za nchi. Sasa mapungufu ya mtu moja yaliwahi hata kujitokeza zamani. Sitaki kutaja maeneo ambayo watu walipoteza wapendwa wao, lakini ziliwahi kuundwa tume zika investigate viongozi wakuu kabisa kwenye taasisi yetu. Jamani, si mnakumbuka? Iliwahi kwa tabia ya mtu mmoja waipo. Lakini kitu kimoja ambacho tuepuke ni kuona taasisi yetu, tuone mmoja naweza ikatokea hiyo. Sababu vyombo vyetu ndivyo ambavyo vimewahi kutuvusha kwenye nyakati ngumu hivi. Moja ya jambo gumu ndo nilimwambia lile la Kibiti. Ilikuwa another terror. Ilikuwa jambo moja, yani wewe kila siku unaamka mwenyekiti mmoja naye kanyakuliwa, mwenyekiti mwingine naye
kwa wale wanaopendaga kugombanisha Watanzania, ilikosa tu ladha kwa sababu waliokuwa wanapotea ni wa CCM. Wakati mwingine mimi huwa nalaumiwa kwa kuongea tu ukweli. Ilikosa ladha kwa sababu waliokuwa wewe wangepotea wenye viti 100 hivi wa chama cha upinzani ama watu Tell me what could have been the story. Ingekuwa serikali imechukua, ingekuwa vyombo vya dola imechukua. Ulikuwa uhalifu tu, ulikuwa uhalifu, vyombo hivi vikakabiliana na uhalifu huo mpaka ukapotea. So kwenye yale yaliyo mapungufu na tume imeundwa, mimi ni waombe wa Tanzania, let's get back to tuamini tume imeundwa na senior citizens, and then kwenye maeneo ambayo tunaona yana mapungufu hasa katika masuala ya mahusiano, masuala ya kiutawala, masuala ya ukamataji, hayo ni mambo ambayo yanatakiwa kuwa rectified, na naamini hatubishani kuhusu mambo ya aina hiyo.